Kwa mengi hapa, wala usijali, kana sisi mpaka 3 kamili za asubuhi leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana bana. Sasa miongoni mwa taarifa ambayo pia imeendelea kuzungumzwa duniani ni Marekani kuanza kulegeza vikwazo vyake dhidi ya Syria. Naona mambo hayo Sasa Marekani imechukua hatua nyingine ya kuiondoa Syria vikwazo, ikiondoa nchi hiyo kwenye orodha ya mataifa ambayo inayatuhumu kwa kufadhili ugaidi. Kwa sasa hivi kwenye ile orodha ya Marekani ya magaidi ambao waga wanaita magaidi, Syria haipo tena. Taniambia imekidhije vigezo ghafla. Kundi la zamani la wapiganaji ambalo kwa wakati huo lilikuwa likiongozwa na rais wa sasa Ahmed al-Sharaa ilikiondolewa kwenye orodha ya makundi ya kigaidi. Syria kwa kipindi cha miaka 47 imekuwa kwenye orodha ya mataifa ambayo Marekani inatuhumu kwa kufadhili ugaidi. Utawala wa Rais Trump mwezi Julai ulionyesha nia yake ya kuiondoa Syria kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa uamuzi wa Washington ni kuirejesha Syria kwenye nafasi ya kuelekea mafanikio. Hatua ya Marekani pia imetajwa kuwa njia moja ya kusaidia Syria kuimarika kiuchumi na kuwavutia wawekezaji kwenye taifa hilo. Hizi zinakuja wakati ambapo hivi karibuni Syria zimetoka hukumu za kutisha kweli kweli. Mbuka hukumu za kutisha kweli kweli na viongozi wa Syria wa zamani. Bwana, unaweza ukasema inashangaza kwa sababu huyu ambaye anaitwa al-Sharaa alikuwa ni mojawapo ya mwanachama au kiongozi wa Al-Qaeda. Sasa tunafahamu Al-Qaeda kutokana na kinachoitwa huo mtazamo wa kimataifa na Marekani, inataja kwamba ni kundi la kigaidi. Na huyu al-Sharaa alizitoa dola nyingi sana za Kimarekani kwa mtu ambaye ataifanikisha yupo wapi. Sasa kuna utawala wa Bashir al-Assad kabla ya kupinduliwa au kabla ya kukimbia nchi, al-Sharaa alishirikiana makundi mbalimbali ndani ya Syria kwa lengo kuhakikisha kwamba anaenda kuangusha utawala huo. Na tukashuhudia ndani ya Syria kukawa kuna majeshi au nchi zenye malengo tofauti ndani ya nchi moja, wa Marekani au ambao walikuwa wanaitwa HTC ambao walikuwa ni kundi la al-Sharaa na makundi mbalimbali ambao walikuwa wanapambana kuhakikisha kwamba Assad anaondoka mamlakani. Sasa fikiria kiongozi ambaye alitajwa kama ni gaidi, kama ni shetani na utawala wa Marekani, kiongozi huyu baada ya kuondoka Bashir al-Assad, tukashuhudia akaanza kufanya ziara katika mikutano ya Umoja wa Mataifa, kuna kwamba United Nations General Assembly, lakini sasa tukashuhudia kwamba anapiga picha na viongozi wengi wa nchi za magharibi, wakina Emmanuel Macron, wakina Trump, na tukamshuhudia akaenda kuingia paka ikulu ya White House kukaribishwa mtu ambaye aliitwa gaidi takriban miaka 10. Hata hizo tukimoja, ni wakati gani viongozi wa hizi za nchi za Global South wanaitwa magaidi, na ni wakati gani wanaitwa madikteta na maraika, na wakati gani watu wema? Kwa mfano tumeshuhudia nchi nyingi za Kiafrika hapa, viongozi wamekuwa wakipewa taswira hiyo kwamba wanakandamiza haki za binadamu, wanakandamiza demokrasia. Wakati huo huo kuna viongozi ambao taswira ambao wanapewa ni wakati gani ambao wapewi taswira hiyo. Kwa mfano tulishuhudia mtu kama Gaddafi alipewa taswira mbaya sana na nchi za magharibi. Watu kama kina Mugabe, wakina Patrice Lumumba, wakina Thomas Sankara. Sasa hivi kuna hii hapa hoja hawa kina Ibrahim Traore kwamba kwa sababu ya matendo ambayo wanayafanya, wanasema kwamba watu wanatishia demokrasia. Kwa maana ni kwamba kama pale ambapo wewe ni kiongozi ukienda kinyume na maslahi ya Washington na maslahi ya nchi za magharibi, utaitwa wewe ni aidha unakandamiza haki za binadamu au gaidi. Kwa mfano tumeshuhudia sasa hivi hao ambao wanaitwa RGC, kikosi maalum cha kulinda mapinduzi, wanaitwa ni kikosi cha magaidi. Viongozi wengi wa Iran wanaitwa ni magaidi. Lakini kabla ya hapo alikuwepo Mohamed Reza Shah pale Iran, alikuwa anaitwa ni maraika. Sasa ni wakati gani al-Sharaa alikuwa ni maraika? Kwa sababu tunafahamu wote kwamba hiyo ambayo inaitwa Al-Qaeda ni kikundi cha kigaidi kutokana na mtazamo wa Kimarekani. Sasa hichi kitendo cha kuiondolea
vikwazo Syria, kwa sababu al-Shara ni kiongozi ambaye sasa hivi amekuwa anaenda sambamba na maslahi ya Marekani. Ni kitu cha kujiuliza zaidi, kwa sababu kumbuka Bashir al-Assad tangu alipochukua nchi miaka ile ya 90, miaka ya 90, miaka 70 kutoka kwa baba yake Hafidh al-Assad, amekuwa aendani kabisa na utawala wa Kizayuni na utawala wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo huyu ambaye ameingia sasa hivi ni mtu ambaye anataja kwamba anaenda kufuata masharti ambayo, na wakula wameondoa vikwazo vya kiuchumi, vya kisiasa, maisha naenda sasa hivi wa Syria sasa hivi ni mojawapo taifa wasema taifa bora. Wasema ni taifa bora. Kwa hiyo inawezekana vile vile siku ambapo labda Iran imechukua mtazamo mwingine wa kitofauti, yani kwa maana kwamba watu walichukua mafuta, kwa sababu kumbuka Syria ni mojawapo taifa ambayo inaongozwa kwa gesi. Yani kwa nishati ya gesi pale Syria. Kwa hiyo inawezekana vile vile labda Iran siku moja wakiwa mtazamo wa kufuata masharti ya Marekani, labda itaitwa ndio hii taifa zuri, tukatalii taifa ambalo ina ustaarabu.